Hatimaye tunazidi kusonga mbele tena kama kawaida katika sehemu ya 32 ya picha bomba tena safi. Iwa naita Rui tena katika sehemu nyingine tena. Hapo ikiwa ni sehemu ya 32. Ukaribisha tena mtazamaji. Tunakwenda kuwakilisha katika picha nzuri tena bomba safi. Bila kusahau tuko na Mpemba Hardware kutoka pande za kule Mbweni Kembeni. Anafanya kazi kubwa kabisa ya kuuza vifaa vya ujenzi aina zote pale. Tuende salama kabisa na Mpemba Hardware kutoka pande za kule Mbweni Kembeni. Anafanya kazi kubwa kabisa pande zile. Tukutane kule. Tuende mbele na DJ Hero. Sasa ilipigwa kengele ya taifa. Wananchi wote kona zote na mawaziri walikusanyika Ikulu. Wanafika na kuta mfalme amewekwa chini ya ulinzi, wezamini. Binti atake mchezo kabisa. Mfalme panga shingoni yuko chini ya ulinzi. Mungu wangu, imekuwaje tena? Watu wanashangani nini tena huku? Mawaziri na walinzi wanafika, wanakuta mfalme ametekwa. Mfalme wa taifa zima. Prinsen, una maana gani kufanya hivi? Tuma kisa mzee. Alikata kamba. Kengele ikashuka chini. Sasa alitaka watu wajaye hapa makusudi. Kila mtu. Mimi ni Rensin, muuaji kipindi cha hapo awali. Wengi wanifahamu. Rensin. Salisha kufa Rensin. Asema ni historia niweza kuiandika hapo. Lakini kiuhalisia, asema nakumbuka katika historia ulikuwa muuaji uliyefukuzwa na baadaye ukafa. Kila mtu anajua ulikufa. Usimshike mfalme mateka, ni kosa la jinai. Mawaziri wakawa wanamtaka mwachilie mfalme. Asema ni kosa la jinai. Miaka ile huyu Lisan alinituhumu kwa kumuua mke wake ambaye alikuwa ni queen. Lakini alinisingizia kesi, lakini ni yeye ambaye alifanya mauaji yale. Hebu weke wazi leo. Rensin, hamna njia yeye kutoka ukiwa hai hapa. Huwezi kutoka hapa leo. Lakini kama ukijua kosa lako kaniachia hapa. Acha! Alimwekea panga shingoni. Rensin! Mwachie mfalme! Asema Lisan, mfalme, nataka uambie mawaziri wako wote katika historia zote, kama ni kweli wewe ndio ulimuua mke wako au sio wewe, ukiri mbele ya watu wote kama ulimuua mke wako. Asa kumbe mfalme alisababisha kifo cha mke wake, akamsingiziaga Rensin na akapiga marufuku Rensin kutajwa. Yaani kutajwa kwa Rensin kukawa ni mwiko. Asa binti anamtaka waambie watu walimuua mke wake. Asa mke wangu alikufa kwa moto. Mfalme alidanganya mke wake aliuawa na Rensin, kumbe sio. Asa alidanganya watu kwa mke wake ameuawa na Rensin, kumbe ni yeye mfalme alimuasha moto. Asema hizi hapo ni dokumenti. Je, mnafikiri mfalme aliyosema nimemlazimisha aseme? Ushahidi huu hapa. Binti akawatumia. Alitaka mfalme akiri makosa yake mbele ya watu. Asema hiyo ndara ya kifalme imeandika ripoti zote za ukweli ambazo ziko hapo kuhusu kifo cha mke wa mfalme. Na huyo aliyehusika ni yeye alimwashia moto mkewe, akahakisha mke wake anakufa ndani. Na huyo ndo mfalme wenu. Alafu akanituhumu kwa kosa la kumuua mke wake, kati yeye mwenyewe ndo kamuua mke wake. Kwa nini mfalme afanye hivyo? Msijifanye nimeshtuka, baadhi yenu mlijua ukweli, lakini mkaamua kushirikiana na huyu mfalme. Na mfalme alishirikiana na watu wa Beipang, maadui wa taifa zima. Mke wake alivyojua, yeye akupendezwa naye, akaamua kumuua ili kuficha taarifa hii. Huu ni ukweli au si kweli? Kwa sababu alimchukia mke wake kwa kushirikiana na watu wa Beipang kwa makosa yake. Mke wake akupendezwa naye kushirikiana na watu wa Beipang, lakini mfalme akaficha. Hata kama una ugomvi na mfalme, huwezi kumchika mfalme kama mateka. Adhabu yako ni kubwa sana. Ndio. Adhabu yangu ni kubwa sana. Kituko tu. Sija mkafikiri nafanya yote kwa sababu na ugomvi na huyu mtu. Mmekosea. Sanduku likashushwa pale chini. Sanduku kubwa. Ili sanduku liko na dokumenti za kutosha. Iliwekwa pale.
Asema huyu sio mfalme anayefaa kuweka mkweli. Ameficha ukweli mkubwa kuhusu wauaji. Alimuua mke wake akansingizia. Na sasa hivi tuna wauaji ambao wanafanya kazi kubwa kwa hili taifa, lakini hajawahi kuandika rekodi kuhusu wauaji. Hilo boksi hapo ni mafanikio makubwa yaliyofanywa na wauaji ambao wako hapa, lakini mbele yake maisha ya wauaji walioko hapa hayana thamani kabisa. Kila historia inayofanywa anaficha taarifa kuhusu wauaji. Hamna taarifa yoyote ya mafanikio ya wauaji. Damu imeniuza. Mfalme sijashirikiana naye. Mheshimiwa, wanasubutu ya kusingizia mambo yote yanafanyika hapa. Hamna sababu yoyote kuambia watu ukweli. Tumefanya kazi kubwa sana wauaji, lakini mafanikio yetu hayaonekani mbele ya watu. Kila muuaji aliyoko hapa anahatarisha maisha yake kwa ajili ya kufanya kazi ya kifalme, lakini mfalme hajawahi kuandika hata jina la muuaji mmoja kukumbukwa kwa hiyo aliyofanya. Watu 160 wamekufa. Tumefanya kazi za kuua mawaziri wa nchi zingine. Tumefanikisha utawala wake kwa kiasi kikubwa, lakini mfalme hajawahi kutuhesabia kama watu wa thamani mbele ya taifa hili. Tunakufa kila siku tukijaribu kupigania kile ambacho mfalme huyu anapigania, lakini mchezo wake mchafu. Hajawahi kuandika historia hata moja ya muuaji hata mmoja. Tunakufa kama wanyama. Hamna rekodi yote kuhusu majina yetu tuliofanya mafanikisho yote haya. Hivi unajua mambo aliyofanya mmeyajua? Binti alitaka mwaibishe mbele ya watu wote leo. Msiofie kila kitu. Semeni yote haya. Mmeona aliyofanya? Huyu ni mfalme mbaya. Kama ni mkatili kwa wauaji unaomfanyia kazi kubwa zote hizi, nani ajuaye kuhusu nyie siku zijazo? Kama alimuua mke wake, hawathamini wauaji wanaofanya kazi kubwa kwa taifa hili. Je, vipi kuhusu nyie mawaziri wake? Tosha. Rensin, unataka nini hasa? Kama unataka kuniua, wewe niue tu. Mimi ni mfalme wa taifa hili. Licha hivyo, Yesu nifanya kitu gani? Ataka nifanya vibaya, mimi ni mfalme tu. Mafanikio makubwa hayaji peke yako. Malengo makubwa yanakuja ile sadaka kutosha. Upasi kujali vitu vidogo vidogo. Vitu vidogo vidogo? Vitu vidogo vidogo? Sisi watu tunaoishi ni binadamu kama wengine. Huwezi kutoana vitu vidogo vidogo mbele yako. Sasa ile siku mfalme alituma watu washe moto. Asa kuwasha moto huu akaamua kumchomea Queen ndani ya lile jumba. Baada ya pale upande wa pili, mabinti wakachoma jumba zima la dokumenti. Sasa tumechoma listi za taarifa zote mlioko hapa. Kama mna listi ya taarifa, nyie mko huru. Jamani, sisi ni wauaji, tunafosiwa kufanya kazi hapa. Tumeunguza listi zote. Tumewapa dawa ya tiba pale mbele. Kunyweni dawa mtoke kwenye hizo sumu, muwe huru kuishi maisha yenu ya uhuru kabisa. Listi ikichoma, majina yenu hayapo, hawezi kuwajua tena. Mnaweza mkachukua dawa mkanya, mkaacha kazi, mkaondoka. Wengi wakaona ni sawa. Wengine walikuwa wapendi kuwa wauaji, wanalazimishwa kwa sababu ya sumu walikuwa wamenyeshwa. Basi wakaletewa dawa za kutoa ile sumu katika miili yao. Basi hao wakawa nakataa. Anaambia nyinyi mpasi kujutia kuwa hapa. Kweni huru sasa hivi. Listi imechomwa, hawatawajua tena. Ondokeni mkaishi maisha yenu. Achana na hii kazi. Basi hao wakawa nakubali. Mmoja kabisa akaikaa chini ya ulinzi. Tulia. Nyie walinzi, ampasi kujifosi kuwa wauaji kama mtaki. Mko huru sasa hivi. Hamna listi yote kuhusu majina yenu. Mnaweza mkaondoka. Ampasi kufanya kazi ambazo msaminiwe. Mimi naishia mwanangu. Wengi wakaona kwa hii kazi haina maana. Wanafanya kazi kubwa lakini hawaonekani kuwa kama watu wa thamani mbele ya mfalme. Binti aliamua kuwapa uhuru wauaji wenzao. Wengi wao hawana faida. Wakashangaa moto unawaka nini tena? Jumba la wauaji limeungua. Binti akamwaga ile listi. Asema wauaji wote sikilizeni. Hii ni formula ya dawa ya sumu mlizomezeshwa kulazimishwa kufanya kazi. Nimewapa tiba, mko huru sasa hivi. Listi ikichomwa maana yake hamna cha kuwazuia tena. Mko huru wote. Ampasi kuwa wauaji tena huyu mfalme asiyothamini. Ondokeni mkaishi maisha yenu. Kuna mengi ya kujivunia duniani. Binti akapatia uhuru wauaji wote. Kwani makini nyie? Tuliani. Rensin, nini shida? Ulikuwa utuchukulika kama thamani wa wauaji. Sasa hivi tunaondoka na roho na kuuma. Nataka tubaki.
Kila mtu nichokifanya hapa leo sio kufanya kwangu peke yangu, sio kwa ajili ya watu wengine wote, kwa ajili yenu. Rensini, wacha hicho kitu, usimzuru mfalme. Wala usijali, mimi sio mkatili kama yeye alivyokuwa mkatili. Najua nikimuua taifa litaingia katika shida kubwa sana, lakini siwezi kumuua leo. Watu wanateseka kwa ajili ya huyu mtu tena, lakini basi mwachie mfalme. Wala usijali, usiogope, sitakuua leo. Akamtupia mbele ya watu kule, afu binti akasepa. Wakati mfalme anaanguka, binti akatembea. Mfalme! Kumbe alimfungia kamba, angeanguka vibaya, angepasukia kichwa hapo. Jamaa akashuka, kata ile kamba pale, akamshusha. Hakutaka kumuua kwa leo, kwa sababu yeye ni kiongozi, akifa nchi itaharibika. Mfalme hakuamini kama Rensini kamtoa joto namna hii. Mfalme, uko sawa? Uko fanya sasa hivi? Ulikuwa wapi wakati nimetekwa? Msima samani mkuu. Wewe, nenda kamkamate Rensini. Nataka ukishindwa kumuua huyu Rensini leo, nakwambia nitachimba kaburi la vizazi vyako vitatu vinavyokuja vyote. Pasa kaniletea Rensini. Ndio mkuu. Mfalme anataka aletee Rensini. Donghai! Huyu ni mwandika historia akaitwa. Na mheshimiwa mkuu, mfalme. Yalotokea hapa leo yamefanywa nje ya sheria. Na wewe ondoka na uka. Huyo kazi yake ni kuandika historia ya kifalme. Akasema, unajua nini cha kufanya, si ndio? Huyu waga anaandika historia, matukio yote yanayotokea katika jumba la kifalme. Mfalme alitaka ili tukio lisisemekane popote pale. Sasa alimtaka huyu mtu awatangazie kitu wananchi kama mwandishi wa sheria za kifalme. Mfalme ametoa amri ya mdomo. Yaliyotokea usiku wa leo ni nje ya utaratibu, na katika historia haitaandikwa. Haruhusi mtu yote atakayetoa taarifa hii kokote. Lakini tumeona kimya nini wewe? Mfalme kasema taarifa hii isisikike popote pale. Mheshimiwa, nini tena? Mwacha kimbia au? Mlikuwa wapi nye walinzi wajinga? Mlikuwa wapi nye? Mfalme alikuwa na hasira kweli siku hiyo, ameibishwa mbele ya watu wake. Mfalme ameibishwa mbele ya watu wake na hasira kweli. Nenda kamuite mtoto wangu wa kwanza aje kunisaidia hii kesi. Nenda. Piga pembe jeshi langu la siri. Piga pembe. Ita jeshi la ukoo wangu lije linisaidia kumkamata Rensini. Nye viziwi nini? Kamuiteni mtoto wangu wa kwanza aje. Mheshimiwa, mtoto wako ashakufa. Mfalme alikuwa amesahau kwa mtoto wake wa kwanza ameuawa na Rensini. Mfalme alikuwa amesahau, alafu watoto walikuwa hawajui. Asa mfalme alishasahau kwa mtoto wake aliuawa na Rensini. Pembe kapulizwa. Hii ni pembe ya kuita ukoo wa mfalme una jeshi lao kuja kumsaidia mfalme, ana uhitaji wa haraka. Wananchi walikuwa hawajui kuhusu prince wa kwanza kufa. Sasa hii ilifanywa siri. Mfalme alifanya siri. Sasa ndo anakumbuka kwa mtoto wake alikufa. Sasa hivi ndo anakumbuka jinsi gani alikuwa amechanganyikiwa. Anakumbuka leo mtoto wake alikufa. Alafu anakumbuka hakuwatangazia mawaziri. Mawaziri walikuwa hawajui kwa mtoto wake wa kwanza amekufa. Sasa kabidi tuweke wazi. Baadaye alisikia aibu. Hakuwatangazia mawaziri kuhusu kufa kwa mtoto wake. Sasa leo imesikika live. Shoji mwanangu. Zenyi mwanangu. Oh, mtoto wangu wa pili kumbe nimemfukuza pia. Sasa mtoto wake wa kwanza amekufa, mtoto wake wa pili pia alimfukuza nje ya ufalme. Sawa, mengi yanaweza kutokea. Watu wakasikia huzuni sana, mfalme amepitia magumu kweli. Baadhi ya mabinti ndio wako huru. Tuko huru leo. Baadhi ya wauaji walikuwa hapendi kuwa wauaji, walikuwa wanalazimishwa. Leo wako sawa huru, wanafurahia kwa sababu ya Rui kawaachilia huru leo. Wakawa wanavua nguo, wanatupa, wanaishia. Wako huru sasa hivi, wengine wakaamua kuondoka. Wakaacha kuwa wauaji, wengi walikuwa wapendezi na kufanya mauaji. Sasa
Upande wa pili Sigino anakuja. Binti anapaki mizigo yake. Anajua mfalme kashaokolewa, sasa hivi kazi imeisha. Dada, Jin Manyang alikuja. Usiniite hivyo tena. Haya ilikuwa ni hapo awali. Kwanza sasa hivi na kuendelea niite tu Rui, inatosha. Mnisikia? Wala usijali kuhusu mimi. Ondoka mjini sasa hivi. Baada ya mambo yote kishakaa sawa, tutakutana tena. Unaenda kumtafuta Ningzo au? Asema ndio. Mimi nikamtafuta Ningzo. Matukio mengi yametokea kwao, nilikuwa nafanya kuwazuga kwa hapa wakati wao wameokoa mfalme wao waondoke nje ya mji. Watu wao watakuwa washaondoka nje ya mji sasa hivi. Binti akaenda kumfuata Ningzo kama kawaida. Basi binti akawaaga hawa. Basi mjitunze kivyenu. Hamna shida. Wakati huo pembe ilikisha kupigwa. Na wakati huo Kamanda Tong naye anaingia mjini. Kamanda Tong, kiongozi wa ulinzi wa nje ya jumba la kifalme na kuwa kiongozi wa geti sasa hivi. Hapana. Mfalme akasema hairuhusiwi mtu kuingia au kutoka getini, sisi wenyewe. Mara nasikia pembe inapigwa. Pembe ya ukoo mfalme inapigwa. Hapana. Nyie bakini hapa. Wanka chungulia nione master imekwaje. Msiwasubiri. Jamaa akaenda kumwangalia master yake, akaifia kuhusu Rui. Akatoka pale akatoka chap. Alifika mpaka pale. Wamesikia sauti ya pembe. Huku wanaambiwa princess kabaki kule katika jumba alipokuwa. Sasa wameshamwokoa mfalme, lakini princess kabaki. Rui kamaliza kazi yake pia. Bosi, taarifa inakuja pale. Wamekataa kumpa Kamanda Tong ulinzi wa geti. Kwa tunatokaje nje? Wanatokaje sasa nje ya ufalme? Jamaa akamwambia sikiza. Mimi nitavuta katika plani. Nyie fanyeni mpango mpiganie kutoka kumtoa mfalme nje. Sawa? Ndio. Nyie nendeni. Nyie wengine mtoeni mfalme. Sikiza naambia kitu. Nyie msindikizeni mfalme. Mimi naenda kumuokoa princess na rudi. Lakini wewe usijali, nishaamua hivyo. Sikia. Fanya kama nilivyowaambia. Akawapa ishara wamtoe mfalme. Yeye anakuja. Kwa wamsubiri ili atoke nje na mfalme. Sasa moto unawaka huku. Binti kaamua kubaki, princess iko hapa. Kumbuka yeye aligoma kuondoka na wale. Sasa mwasha moto umemzidi. Hana pa kutokea. Kamanda Tong anafika, alikuwa anahofia kuhusu master yake Rui. Anafika anamuona Prince Lee iko pale juu. Sasa alipoona moto, alimkumbuka master yake mara mwisho alinusurika kufia katika moto. Akaona hapana. Ukuta master yupo ndani. Binti akaruka kujitoa pale. Binti anakwenda kuanguka. Kamanda Tong akaruka. Wai mpaka pale. Akawahi kumshika asidondoke chini. Akadondokewa yeye. Yaani yeye akamkinga binti asumie. Mkono uliteguka akarudishia. Akimdaka binti. Ni wewe kumbe? Master wangu yuko wapi? Prince Lee yuko hapa. Nakujua wewe. Kamanda Tong wa jeshi la Yuli. Nyie wengine wote. Mimi ni moko. Nataka kuniweka katika moto. Binti akajifanya wasingizia kesi waondoke. Asa Prince Lee yuko hapa. Anataka kujua kwa moto. Kwenye ondokeni. Mimi ni moto kwanza. Mimi nitamfuata mfalme mwenyewe baadaye. Mwazibiwa au nini? Ondokeni hapo. Akaamrisha watoke kwa lengo zuri tu kwamba wasimzuru binti, maana yeye ipo naye hapa. Sasa kwa bahati nzuri binti katika mikono ya Kamanda Tong. Akamuuliza kitu. Sasa master wako ameshaondoka, nilibaki peke yangu kuadhibia muda tu. Nataka kujua master wangu yuko wapi, sio wengine. Master wangu yuko wapi? Master hakuniambia yuko wapi. Najua aliondoka ila alienda kumkamata mfalme. Kumkamata mfalme? Jamaa akawaza kama aliingia katika jumba la kifalme, kwa yupo na nyie kumbe. Akaja master wake yupo katika shida. Lakini akaona ngoja. Akamshika, tuondoke. Unanipeleka wapi? Funga mdomo na unifuate. Nataka njoo master wangu yuko wapi? Kama ukifa, master wangu atajisikia vibaya sana. Kwa hiyo, tunaondoka wote. Akamchukua Kamanda Tong, akamchukua binti akaondoka naye. Master yake ndio anatoka. Pembe inapigwa. Hii pembe ni ya kuita jeshi la ukoo wa mfalme uko njiani unakuja. Wakati anapita hapo, bahati nzuri Ningzo wakati anapita akamwona binti mmoja yuko hapa. Sasa
hakumbuki Rui iko wapi. Sasa anapita hapa, anamwona binti Ningzo. Rui? Kwa bahati nzuri wanakutana tangu mission imefanyika. Kwa bahati mbaya walikutana muda ambao hawakutegemea. Maana walikuwa hawajui watapatana wapi, maskini ya Mungu. Leo wamebahatika kukutana kutokana na mission walizokuwa nazo. Uko salama? Asema niko sawa kabisa. Basi vizuri. Kwa bahati nzuri umekutana leo. Deng huyu amekuwa mgumu sana kuweza kuila. Amenisaidia niweze kutoka kwa rahisi zaidi. Kwa nini uko hapa wewe? Tulikubaliana tutakutana nje ya mji. Mbona umekuja ndani? Umeshindwa kumwokoa mfalme? Tumemwokoa mfalme salama, lakini mambo yamekwenda vibaya kidogo. Bado princess yuko ndani ya jumba hili. Kabidi nimzibie muda nimwokoe princess. Basi nitaondoka na wewe, twende wote. Basi twende pamoja. Mara ghafla kuna jeshi la vita pale. Jeshi la ukoo mfalme linapita. Limesikia wito wa pembe. Binti alivyoona akajua basi ulinzi umezidi kuimarika zaidi, itakuwa ngumu sana. Sasa binti anaelewa kuliko Ningzo. Binti alielewa maana yake nini. Tuondoke. Binti akamwambia subiri. Wewe ondoka, mimi nitamwokoa princess. Kwa nini? Asema pembe ikipigwa, jeshi la ukoo wa mfalme la Shangzong linakuja hapa. Na mfalme maana yake anaita msaada wa nje. Ulinzi utakuwa imarishwa zaidi ya huo usukoo wa kawaida. Sababu ni ukoo wa mfalme. Mimi sikutegemea kama watafika haraka kiasi hichi, lakini askari sasa hivi walikuwa wamejaa hapo ni wa ukoo wa mfalme. Ni ngumu sana. Na wanapo wanaelekea katika jumba la kifalme. Watakuwa kilinda mageti yote, itakuwa ngumu nyie kutoka mkichelewa. Kufanya ukamtoe mfalme muondoke. Kama mjachelewa, kama tulivyopanga, kamtoe mfalme. Mimi nitamwokoa princess. Nitamwokoa princess peke yangu. Wewe usijali. Ile nitakisha kwamba unamfikisha mfalme wenu akiwa salama. Ni jambo la muhimu. Mambo yakienda vibaya mtashinda kutoka nje ya geti, afu itakuwa mmefeli mpango wenu. Hapana Rui, usiende kwenda peke yako. Ni hatari peke yako ukienda. Asa tunafahamu sisi wote. Ni vizuri suluhisho ni hili tu. Nenda kamtoe mfalme wenu aende. Mimi nitamwokoa. Kama binti yuko salama tu, mimi nitamwokoa na nitakuja naye. Ningzo, naomba niamini kwa mara ya kwanza, na kwa mara hii moja nitakamilisha hii mission. Wewe mchukue mfalme wenu mtoke. Mimi nitamwokoa princess. Basi hamna shida. Mimi nakuamini. Nakuamini. Basi alimwambia sijali, anamwamini. Yeye atamtorosha princess na ataondoka naye. Kwa amwachie kazi ya kumwokoa princess, yeye ataimaliza. Akamwambia nitakusubiri.